نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحبة قال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعياذ بالله من عذاب النار. Ndugu zangu katika iman, sifa njema zinamstahiki Allah tabaraka wa taala, na vile vile sala na amani zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahali wake pamoja na maswahaba zake walipambana kuhakikisha dini imeenea mashariki wal maghrib, kaskazini na kusini. Hawa ni maswahaba ambao walikuwa bega kwa bega na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni na kuhiusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika yule mwenye kumcha Allah amefuzu kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Hakika Allah ametuhusia, zipo aya nyingi katika Qur'an anatuhusia kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa yule mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala lengo ni kufuzu, na yoyote atakayefuzu mitihani ya Allah tabaraka wa taala kwa kuyafanya matendo mbalimbali ambayo Allah ameyaamrisha, utakuwa ni mwenye kupata janna ya Allah tabaraka wa taala. Allah atujalie tu miongoni mwa watu watakaoingia katika pepo yake. Allah tabaraka wa taala anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu wataingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, kwa maana watakuwa ni wenye kufuzu. Ndugu zangu katika iman, فأما خطبتنا اليوم سنتحدث على استعداد على شهر رمضان، jinsi ya kujiandaa na mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan. Fala budda an na'lama, inatupasa sisi tutambue almawasimul khairat, tupo ndani ya misimu ya khairi. Tulikuwa ndani ya mwezi wa Shaaban, tupo katika mwezi mtukufu wa Shaaban. Ni mwezi mtukufu ambao mtume sallallahu alayhi wasallam imesadikika hakuna mwezi aliyeifunga sana kama mwezi huu wa Shaaban na mwezi wa Ramadhan. Lakini mwezi wa Shaaban aliacha siku kadhaa kukaribia mwezi wa Ramadhan. Ama mwezi wa Ramadhan ameufunga mwezi mzima. Kwa maana hiyo, huu ni mwezi uliokuwa bora kama miezi iliyokuwa bora miezi mingine, na miezi iliyokuwa bora ni minne ambayo Allah tabaraka wa taala ameisema kwenye Qur'an. Ndugu zangu katika iman, yapo mambo mengi ya kujiandaa kwa kuyafanya ndani ya mwezi huu wa Shaaban kuingia mwezi wa Ramadhan. Kwanza, itakase nafsi yako kwa kukabili mwezi huu mtukufu, shahrur rahma, shahrul maghfirah, shahru alladhi unzila fihi alquran. Mwezi huu ni mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ametangaza msamaha kwa wengi miongoni mwa waja ambao watakaofunga ukweli wa kufunga,
mwezi ambao ni mwezi wa rahma. Rehema za Allah tabaraka wa taala zinazidi ndani ya mwezi huo. Allah tabaraka wa taala amefanya mwezi huu kuwa ni mwezi wa tauba. Watu wakae wajute kwa yale waliyofanya kabla ya mwezi huu, baada ya mwezi wa Ramadhani uliyepita na kuingia hadi kwa mwezi huu. Mtu afanye tauba kwa kumwomba Allah tabaraka wa taala. Ndani ya mwezi huu ni mwezi ambao mashaitani yamefungwa, uweze kupata nafasi ya kukaa chini kujutia yale uliyoyafanya. Mwezi huu ni mwezi ambao Allah tabaraka wa taala amefunga milango ya moto na ameifungua milango ya pepo. Subhanallah. Mwezi huu ndiyo mwezi ambao mtu anatakiwa akae chini afanye istighfar, fastaghfirullah kathira, kumtaja Allah tabaraka wa taala, kuomba msamaha mara nyingi mno, kumwomba Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa umefunga. Mwezi huu mwezi ambao unatakiwa uwe chini uisome Qur'ani, ndiye mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani. Inatupasa tukae chini tuisome Qur'ani, maneno ya Allah tabaraka wa taala kwa mazingatio. Ikiwa hauwezi kuusoma mashafu yote, mashafu nzima, basi soma halau kile unachokiweza katika Qur'ani. Unafahamu surati Nas, surati al-Fatiha, surati al-Ikhlas, surati al-Falaq, basi kaa chini kila siku izirejee sura hizi. Allah tabaraka wa taala tudhafu al-a'mal fi hadhihi ash-shahr. Allah huzidisha matendo ndani ya mwezi huu. Ikiwa herufi moja katika miezi mingine ukiisoma herufi moja unapata thawabu 10, tambua mwezi huu wa Ramadhan inakuwa ni maradufu zaidi ya zile thawabu 10 ambazo Allah tabaraka wa taala alizokusudia kutupa. Ndugu zangu, tujikiteni, tujifungeni vibwebwe, tufanyeni nguvu zetu zote kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala na kuweza kutambua yapi yanayostahili kuyafanya na yapi ambayo yastahili kuyafanya, hasa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Yapo ambayo watu wanaoyafanya hayafai ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tujiepusheni na masala haya. Kusengenya, Muislam jiepushe na kusengenya na kuteta, hasatan wakina mama. Allah awahifadhi ndimi zenu, hifadhini ndimi zenu. Kuweni ni wenye kusema ya khairi, kuweni ni wenye kumsabihi Allah tabaraka wa taala, kuweni ni wenye kufanya istighfar ili Allah tabaraka wa taala aweze kutusamehe yale tuliyoyafanya. Ndugu zangu katika imani, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa taala anatuambia mmefaradhishiwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhishiwa watu waliopita kabla yenu, na lengo ni sisi kuwa wacha Mungu. Min asafi shadid, masikitiko yaliyokuwa makubwa, wako watu wanafunga mwezi mzima wa Ramadhan, jinsi walivyoanza ndivyo wanavyomaliza. Imani zao hazizidi. Wal imanu yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Imani inazidi kadri unavyozidi kumtii Allah, ndio imani inazidi, na kadri unapozidi kumuasi Allah ndio imani inapungua. Utajiuliza, ulikuwa katika kheri ya mwezi wa Ramadhan, ukifunga, ukifanya istighfari, ukisimama usiku, ukiisoma Qur'an, lakini inaondoka mwezi wa Ramadhani, unaondoka, nafsi yako inakuwa vile vile. Ichunguze nafsi yako, angalia matendo unayoyafanya. Unafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala au unafanya kwa ajili ya watu wakuone, wakutambue kwamba wewe umefunga? Ndugu zangu katika imani, raqib qalbaka, chunguza matendo yako, chunguza moyo wako, na uweze kujiandaa vilivyokuwa kamilifu ndani ya mwezi huu tunaoingia, ni mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, hadha shahrul mubaraka, huu ni mwezi wenye baraka tele. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwalishiza watu, akiwafuturisha watu. Mtume alikuwa akitoa sana ndani ya mwezi wa Ramadhan, nasi natakiwa tutoe. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama usiku kuswali. Kuna salatu tarawih, Waislamu
tumekuwa na kasumba iliyokuwa mbaya. Muislamu yuko tayari ndani ya siku zile za mwanzo, misikitini tunajaa, tunakwenda kwa wingi. Kadri siku zinavyoendelea ndivyo Muislamu anazidi kupungua katika msikiti. Utakuta msikiti wale waliozoea kuswali kabla ya Ramadhan watabaki wale wale. Ndugu zangu katika imani, jikite, ilazimishe nafsi yako kwa lengo la kumtii Allah tabaraka wa taala katika huu mwezi. Kam minan nas, ni watu wangapi tuliokuwa nao msimu wa Ramadhani uliyepita, na mpaka sasa hivi wangapi wameshaondoka, wako chini ya mchanga. Iangalie nafsi yako. Allah akituwezesha na akitufikisha kufikia mwezi wa Ramadhan, baqiya 5 ayyam, yamebaki masiku machache, kama masiku 5, 6, 4. Haya masiku Allah akiwezesha kufika, basi jikite, kaa chini, fanya istighfar kwa lengo la kumwomba Allah tabaraka wa taala msamaha, ili kuweza kufikia malengo ambayo Allah tabaraka wa taala aliyaweka. Ni malengo gani? Ni ucha Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika mcha Mungu amefuzu, tena kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Ndugu zangu katika imani, tukaeni chini, tutafakari jinsi gani tutakavyopokea mwezi wa Ramadhani. Panga bajeti yako ya kutoa sadaka, ya kuwalishiza watu, ili uweze kupata faida, uweze kupata thawabu, uweze kupata malipo yaliyokuwa makubwa. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotufundisha, ukimfuturisha mtu aliyefunga, thawabu zake utalipwa sawa sawa na yule ambaye aliyefunga. Kitu cha kwanza, umempa aidha ni tamru, aidha tende, aidha umempa maji, ukamfuturisha, akala, akashukuru, kumshukuru Allah tabaraka wa taala, utalipwa yale aliyoyafanya ya khairi. Siku hiyo nawe utalipwa mfano wake. Khairi iliyoje ndugu zangu katika imani. Tuzikimbilieni khairi hizi za kufanya yaliyokuwa mema na kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Tena tuzidisheni maradufu na wale ambao wanaopenda kukaa katika vijiwe mbalimbali kwa lengo la kusema kadha, kuzungumza mambo mbalimbali yasiyefaa, waache. Haya si sawa, haya si yale ambayo yanayotakiwa, haya si mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilazimishe nafsi yako kwa kukaa msikitini, kwa kufanya istighfar, kwa kuisoma Qur'ani, na haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, alikuwa akiisoma Qur'ani siku moja na maliza mashafi yote. Akiswali rakaa moja ya tahajjud, akirudi nyumbani usiku akiswali rakaa moja, anaisoma Qur'ani yote. Malana humun nas wa nahnu nas, wao ni watu, sio majini, sio maroboti, nasi pia ni watu. Ndugu zangu katika imani, tunaweza tukafanya, tukilazimisha nafsi yetu. Na wako miongoni mwa watu wa khairi, tunawaona miongoni mwetu, unamuona fulani ni mtu wa khairi, unamdhania khairi, muda mwingi yeye amekuwa ni mwenye kuisoma Qur'ani. Hajafanya hivyo kwa bahati mbaya, bali ameilazimisha nafsi yake, amekubali kuacha yale anayoona yasiyefaa, akakubali kupiga goti kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Wewe na mimi hatushindwi, turejeeni kwa Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ayuha alahibba, usikum wa iyaya bitaqwallahi jalla jalalu. Nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala kwa mara nyingine. Ndugu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam alionekana siku moja akipanda katika mimbar, kisha akisema amin, amin, amin. Baada ya swala, masahaba ridwanullahi alayhi walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume akasema
jaani Jibril alayhi salatu wassalam, amenijia Jibril alayhi salatu wassalam, kisha akisema sema amin, nasema amin, akiniambia sema amin, nasema amin, akisema ameangukia pua yule ambaye ameudiriki mwezi wa Ramadhan kisha hakusamehewa madhambi yake, ameangukia pua yule ambaye amewadiriki wazazi wake wawili kisha haikuwa sababu ya yeye kuingia janna, ameangukia pua yule ambaye amesikia nikitaja kisha hakunisalimia, hakunitakia rahma, hakusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ndugu zangu katika imani, amepata hasara. Kuangukia pua ni yule amepata hasara, yule mtu ambaye amefunga mwezi wa Ramadhani siku 30, siku 29 kisha Allah hajamsamehe madhambi yake. Ni majuto kiasi gani ambayo mtu anayapata, ni hasara kiasi gani mtu unaipata. Umeacha chakula unachokipenda kwa ajili ya Allah, umemwacha mke wako mzuri kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, una uwezo wa kufanya shari, kufanya maovu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kisha Allah asikusamehe. Ndugu zangu katika imani, tuziangalieni nafsi zetu kuweza kufanya yaliyokuwa sawa sawa. Yapi mtume kayafanya nasi tuyafanye, yapi mtume kayasema tuyafanye, ili nasi tuyafanye, ili kuweza kupata khairi za Allah tabaraka wa taala, na Allah atulipe yale ambayo tunayoyafanya kwa khairi. Ndugu zangu katika imani, kitu kikubwa sana tuzitakase nafsi zetu kwa kuupokea mwezi wa Ramadhani. Tusiutwani mwezi huu tukaona ni mwezi wa mikosi, ni mwezi ambao unaokufanya wewe kutokufanya mambo yako, unaona ni mwezi ambao unaokufanya wewe kuacha kufanya mambo ambayo ni ya shari. Wako watu hawaupendi mwezi huu, wanaona ni mwezi wa taabu, ni mwezi ambao maasi kwao wameona kwao ni starehe yao, mwezi unawakataza. Hawaelewi kwamba Allah tabaraka wa taala kafanya hivi kwa maksudi. Ndugu zangu katika imani, inna lilmuttaqina mafaza, hakika yule mwenye kumcha Allah amefuzu. Usitegemee kwamba utaingia peponi kwa kutokufanya matendo yaliyokuwa ya kheri. Zidisha matendo ya kheri mbalimbali, toa sadaka sana mwezi huu, toa sadaka mno. Watu ambao watakaoingia motoni wataulizwa, kwa nini mmeingia motoni? Watasema tulikuwa hatuswali, tulikuwa hatutoi sadaka, tulikuwa hatufanye matendo ya kheri mbalimbali. Mtu wakati anakufa anajuta, anatamani arejee duniani atoe sadaka, afikisha ndio afe tena, hali ya kuwa haiwezekani. Ndugu zangu katika imani, tutoeni sadaka sana. Ndugu zangu katika imani, tuzikaze nafsi ili kuweza kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hatuwezi tukaipata pepo ya Allah kwa kukaa bila kufanya taharukati za khairi. Ndugu zangu katika imani, mwezi huu wa Ramadhan umetufikia, bado masiku machache. Inatupaswa sisi tujikite na kuweza kufanya istighfari sana. Ndugu zangu katika imani, fastaghfiru rabbakum, muombeeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghafara, hakika Allah ni msamehevu. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت اللهم بلغنا في رمضان اللهم بلغنا في رمضان اللهم بلغنا في رمضان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.